Mimi kwa majina naitwa Daudi Slayo Hugo, ni mkazi wa Wazoili Kota. Kwa hiyo hapa ni ajali kama unavyoona ilikuwa imetokea hapa, gari ilikuwa limepili breki na kuja kufaramia hizi nyumba unavyoziona hapa. Watu wametoka majeruhi lakini wameenda hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa nini kinaendelea hapa? Kinachoendelea hapa hivi unavyotuona hapa alikuwa na sogeza mawe barabarani ili watu waweze kupita na kuangalia kama kuna vitu vilivyobaki chini au vipi ili paweze kuwa pasafi. Ndio hivyo. Nasikia maeneo haya si mara ya kwanza ajali kama hii. Huu mlima ni mkali na ajali kama hii hapa wale mara nyingi zinatokea kwa sababu ya magari wao yanafeli breki na huu mlima mteremko ni mkali. Ila sasa hivi wanataka watanue barabara kwa ajili ya kuongeza ili magari yaweze kupita vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Samuel Muhoro, nikiwa kama mwenyekiti wa taasisi ya Tanzania One Organization Taifa. Tukio la leo limetokea majira ya saa 3 kasorobo asubuhi. Hii gari ya Mwanza Huduma ilikuwa inatoka kuchukua mzigo na kupeleka kwa wateja wao kama kawaida yao kila wakati. Ikafeli brake, kuna tatizo lilitokea hapo katikati. Kwa hiyo kwa kujihami sasa ilibidi igemee upande mmoja, matokeo yake tela lile likabaki upande mwingine na dereva ikamshinda ikarudi barabarani ikaingia kwa raia. Vipi taarifa gani ambazo mmezipata za madhara? Madhara kwa kifupi ni makubwa kwa sababu eneo hili linafanywa na wafanyabiashara wadogo na kuna wengine wamepata majeraha kidogo, watu kama 4 hivi ambao wapo hospitalini na wengine wamepewa rufaa ya kwenda Muhimbili. Kuna taarifa ya kifo hapo? Hapana, taarifa ya kifo mpaka dakika hii hapana, sijaipata. Isipokuwa tu ni rai kwa serikali kwa sababu swala hili la barabara limezungumziwa muda mrefu sana. Na bahati nzuri tunashukuru bungeni walizungumza hapa katikati kwamba mbunge wetu alijaribu kutoa mawili matatu akamsikia. Kwa hiyo tunaomba serikali ipunguze mchakato, yani mchakato uwe mdogo sana ili barabara hii iweze kutanuliwa. Unafikiri tatizo ni nini la barabara kama mara? Tatizo ni barabara ni finyu. Hii barabara ni finyu sana na magari ni mengi. Na ukizingatia hii barabara sasa hivi inatumiwa na mabasi vile vile ya kutoka mikoani. Kwa hiyo wakati wa asubuhi ni shida kweli kwa sisi ambao tunaweza kutembea kwa miguu au kwenye magari binafsi, inakuwa ni mtihani kutoka ndani kuingia kwenye barabara kuu. Isa Mbura, mkazi hapa Tegeta. Na tukio hapo limetokea, mimi nikiwa ni mmoja wa hanga. Nilikuwa na frame eneo hili, kuna gari ambalo limetoka kule juu likiwa limefeli. Likaingia kwenye frame zetu likabomoa kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kimeenda kwao. Mimi nilikuwa magereji. Nikapigiwa simu, nikamwambia bwana naona kama frame hapa zinawaka moto, ni ya kwako? Nikasema hebu ngoja nije hapa nishuhudie. Kama frame yako inawaka moto ndio ninapokuambia. Nikaja ni utani. Katika bodaboda haraka nikaja huko. Kwa bodaboda nimekuja hapa nakuta moto unawaka umepamba moto. Mara fire imekuja pale inaanza kuzima moto, ile fire ya wazo. Lazima moto wameshindwa. Ikaondoka siku na maji kidogo, ikaondoka enda kuchota maji mengine. Mara ikaja fire yenyewe ndio ikaja ikazima moto. Moto kwa mkubwa. Ajali mbaya sana. Mimi nafanya hapa, mimi ni fundi simu, nilikuwa na frame hapa kuuza simu, natengeneza simu na vifaa vya simu nilikuwa nauza. Kwa kuniambia kuna mali zimeteketea? Mali ni nyingi sana. Sababu huwezi kusema sababu nilikuwa na simu za wateja. Unaona, nilikuwa na simu nyingi zilikuwa mle. Simu za kuuza hizi ndogo ndogo nilikuwa nauza hapo. Kufanya biashara. Lakini kuna mtu nilikuwa sijafungua kwa sababu nilikuwa natafuta mfanyakazi kukaa hapo kwa sababu nilikuwa nafanya kazi Tegeta. Tunaomba hili jambo waweze kuangalia kwa karibu serikali. Tuangalie sisi wahanga. Sasa kama hivi sio ushafanya kama hivi unafikiri inakuaje tena hapo? Kwa maana hakuna maisha. Hii bima ikianza kufuatilia hapo itachukua muda mrefu. Tunafanya nini? Tutakula nini? Wabajaji hapo imepigwa bajaji ile pale imeshamunyanga. Sasa yeye anafanyaje? Hana chombo tena pale. Hiyo serikali si nini kwa bima hiyo? Itakuja kulipa lini? Watu tunakaa tuko na njaa sasa. Ina maana ofisi zinakuwa zifanye kazi. Tunafanyaje hapa? Tuangalie kwa wakati mwingine. Hapo sasa tunasema hivi. Hii barabara hii itakiwa kwamba magari ya wazo asipite huku. Walikuwa wameshasema kwamba wanatengeneza barabara nyingine upande wa kule kwenda kutokea Boko. Sasa iweje mpaka sasa hivi hajatekelezwa? Mpaka leo bado barabara zinapita hizi gari za wazo zinateremkia hapa. Huu mteremko huu yani huu mlima ni mkali. Sasa mzigo mzito kama huu magari yenyewe mengine hayana hata viwango, hayajapimwa, yanakuja yateremka kama hivyo yanakuja kusababisha ajali kama hivi. Kila leo, kila mwaka inaua watu. Kwa nini iwe hivyo? Serikali iwe makini, iangalie hili swala. Sio kesi tunapata hasara sisi wenyewe tunapata hasara.
Naitwa Nurwali Mkwama, mkazi wa hapa Wazo Magengeni. Pindi lori linakuja kuingia kwenye haya magenge yetu hapa, lori limetoka huko juu, limefeli breki, likaingia kushoto, mara likachomoka tena kutoka kushoto, likaacha barabara, likaja kuingia kulia, likaanza kuharibu sehemu zetu za biashara zetu. Mimi ni mmoja wao wa wahanga ambaye ndo mwanzo kabisa wa genge langu ndipo gari lilipopita. Kwa hiyo baada ya kutoka gengeni kwangu likaingia kwenye M-Pesa, kutoka kwenye M-Pesa likaja kuingia kwa fundi simu, kutoka kwa fundi simu likaja kuingia kwenye stationery, likatoka hapo ikaenda kuingia kwenye mabucha ya nyama. Mpaka sasa hivi bidhaa zangu mimi na wenzangu pia wakiwemo tuliopata matatizo hayo kwamba ni nyingi, kwa sababu ni nyingi. Pesa zimepotea, simu zimepotea, vitambulisho vya kwangu pia vimepotea. Kuna kitambulisho cha taifa, kuna kitambulisho cha kula, zote vimepotea, pamoja na simu zote zimepotea, sababu zote ziko hapo gengeni. Sasa hivi naongea, namshukuru Mungu kwamba kuna mteja alinipigia simu. Kwa kile mteja aliponipigia simu nipeleke ndizi, ndipo Mungu akaniinua, nikapeleka ndizi kwa mteja, narudi ndo nakutana na hili lori linaingia kwenye biashara yangu. Pole sana. Asante sana. Asante. Mimi naitwa Sakina Bungurumo, mwenyekiti wa shina namba 28 Wazo Magengeni. Kuhusiana na ajali ya leo, tumepata majeruhi 4. Wawili wamerifai, wako Muhimbili, wengine wako katika hospitali za serikali Mwananyamala. Jambo kubwa tunaomba tu serikali, hii barabara sasa hivi imechoka. Yaani ni ndogo, malori, mabasi ya mkoa, daladala, bajaji, watembea kwa miguu. Jumapili ajali moja imetokea Fao, imepinduka pale juu Jumapili. Leo tena Jumamosi ajali kama hivi mnavyoona. Kwa hiyo tunaomba tu serikali ifuatilie swala la barabara iongezwe. Kama unavyoona watu ofisi zao za biashara, nyumba zimeharibiwa, mali, kila kitu. Nini kinaendelea sasa? Anachoendelea tu ile kuwepo sasa ni watu wa bima wamekuja, wanafanya tathmini ya vitu vilivyoharibika kutokana na ajali. Mkuu wa wilaya alikuja naye ametuhutubia wananchi, na yeye amegusia swala la kwamba muda wote watakuja makandarasi ili kufanya marekebisho ya barabara. Asante. Kwa majina anaitwa Meja Mtemele, ni mwenyekiti wa CCM Wazo, mtaa wa Wazo. Kama mnavyoona leo tumepata na changamoto ya ajali ambayo ajali hiyo imesababisha upotevu na uharibikaji wa mali nyingi, lakini pia kuna watu wamepata majeruhi ambao wamekimbizwa hospitali. Lakini tunashukuru serikali ya Mama Samia ambayo inatokana na sisi wana CCM, tunajivunia kwa serikali yetu iliweza kukimbilia hapa haraka na kushirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba basi changamoto hizi zinatatuliwa. Alikuja mkuu wetu wa wilaya hapa na viongozi wa wilaya, lakini na viongozi wa usalama pia, vyombo vya usalama vilikuwepo hapa kusaidiana na kuhakikisha kwamba moto huu unazimwa na zile changamoto zote zinatatuliwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini kero wetu kubwa kama watu wa Wazo tunaomba barabara hii itanuliwe. Tunaomba barabara hii itanuliwe, maana imekuwa kero sana kwa wananchi wetu na wanachama wetu kwa ujumla. Kwa hiyo tunaomba wale wote wenye mamlaka ya serikali wasaidie na wachukue changamoto hii ili tuweze kutatua kabisa. Barabara hii itanuliwe, na kama mlivyosikia barabara hii yanapita malori, mabasi yanayotoka Mbezi kwa Magufuli, yanakwenda mikoa ya Tanga, mikoa hiyo yote ya kaskazini na nje ya nchi kama Kenya. Sasa barabara imekuwa kubwa sana na huu mji umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo na kama mnavyojua kitakwimu, unajua Wazo ina watu wengi sana, na watu wengi manake kuna majumba mengi sana yamejengwa. Kwa hiyo tunaomba utanuzi huu ufanyike kwa haraka sana. Viongozi wote wenye mamlaka kwamba ya serikali wahakikishe kwamba wanafanya haya mambo kwa haraka sana ili kuepusha hizi ajali zinazotokea kwa mara kwa mara. Wiki iliyopita tu hapa Jumapili ya last week kuna ajali ya Fao imetokea tena hapa. Kwa hiyo imekuwa ni endelevu hizi ajali. Kwa hiyo tunawasihi sana viongozi wetu wa serikali wayachukue haya na waende wakafanyie kazi. Lakini pia nawapa pole wananchi wa eneo hili la Wazo kwa ajali hii, lakini pia nawapongeza kwa uvumilivu waliokuwa nao siku zote, kwa sababu hili limekuwa jambo endelevu. Wameendelea kuvumilia na kuivumilia serikali yao na kuendelea kuiamini serikali yao ambayo iko chini ya Mama Samia.
kuhakikisha kwamba Mama Samia anaendelea kuwa miongoni mwa marais ambao wanawafanyia mazuri wananchi wake, na sisi kama wana CCM tuko pamoja naye na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa naye ili aweze kusaidia kurahisisha maisha ya Watanzania wote. Kwa sisi kama Wanawazo tuko pamoja naye na tunaomba aendelee kuwa na moyo huo huo wa kuwatumikia Watanzania wote na kuhakikisha kwamba miundombinu yetu yote inakuwa salama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.